Safari imeanza kuelekea Morocco kwenye finali ya kwanza dhidi ya RS Berkane. Kwanza mudi ikoje mpaka hivi tunapozungumza? Tunayo furaha kubwa sana. Tulianza safari yetu ya michuano ya kimataifa na leo tunakwenda safari yetu ya mwisho ya michuano ya kimataifa, ikiwa ni mwisho wa mashindano yenyewe. Kwa maana hatujaishia njiani kama ambavyo waliishia wengine. Mwisho wa mashindano ndio mwisho wa safari ya Simba Sports Club kwenye michuano ya kimashindano. Na safari hii ndio safari ambayo tumeitumia vema Terminal 3 yetu. Terminal 3 safari hii tumeanza nayo mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu. Mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri sana kwa upande wetu Simba Sports Club. Kila kitu kimekwenda vizuri, tumepata mafanikio makubwa ndani ya timu yetu, na hii leo tunasafiri kwenda Morocco kwenda kuweka heshima na historia mpya ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Mzuka ni mwingi sana na mzuka ni mkubwa sana, na shauku ni ya kiwango cha hali ya juu mno kuhakikisha kwamba tunakwenda kuandikisha historia mpya ndani ya klabu yetu. Tumeshasema, tunasema na tutaendelea kusema ya kwamba hii ni finali ya pili ya Simba Sports kwenye michuano ya CAF. Sasa hatutaki tena kucheza tu finali ya pili. Tunachokihitaji ni kuchukua ubingwa wa michuano ya CAF. Tunasafiri hii leo, tunakwenda Morocco. Hatuendi kucheza finali, tunakwenda kupigania ubingwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa ubingwa wana Simba msimu huu. Matumaini yakoje kwa wenyewe kama viongozi na namna mnavyoanza safari kuelekea finali hii ya kwanza? Matumaini ni makubwa sana, lakini lazima kuna ukweli mmoja tuzungumze hapa. Mpinzani tunayekwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Ni mpinzani ambaye kwanza tu ukimtazama kwa haraka ana finali 4 za michuano ya CAF. Ana ubingwa mara 2 wa michuano ya CAF. Ana Super Cup 1 na ndio bingwa wa sasa wa ligi kuu ya Morocco. Sio mpinzani mwepesi na sio mpinzani hata kidogo. Amechukua ubingwa mbele ya Wydad Casablanca, amechukua ubingwa mbele ya Raja Casablanca. Huyu ni mpinzani wa kiwango cha kutisha mno. Huyo ndio mpinzani ambaye anakwenda kukutana na kucheza na Simba Sports Club. Damu itamwagika katika manispaa ya Berkane. Ni mpinzani mgumu ambaye anatupa sisi nguvu ya kujipanga sawa sawa. Lakini pamoja na ugumu aliokuwa nao, hatuwezi kwenda Morocco tukiwa tumepoteza matumaini. Hatuwezi kuingia kwenye finali hii tukiwa kichwa chini eti kwa sababu tu ni mpinzani mgumu. Tunakwenda Morocco kwenda kupambana naye, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao msimu huu Simba Sports Club, Simba anakwenda kuchukua taji la Afrika. Umeona namna ambavyo mnapigwa vijembe kwanza mtandaoni? Sijaona. Hujafuatilia karibuni? Sijafuatilia. I'm very busy na finali. Very busy na finali. Vijembe vinatokana na historia ya Berkane kuwa nzuri kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Na sisi tunakubaliana na historia ya Berkane na tunaitambua na tunaiheshimu historia ya Berkane. Na hiyo haitutii sisi mashaka hata kidogo. Na sisi tunafurahi kama wapinzani wetu wanatambua ubora wa Berkane, ili tutakapo mnyonyoa Berkane wajue kabisa ya kwamba Simba amefanya kazi ya kiume kumfunga Berkane. Na tunawaacha hapa Tanzania muendelee kuwauliza, jamani, Berkane ni timu ngumu ama ni timu nyepesi, ili tunapochukua ubingwa wa Afrika dunia ijue tumechukua ubingwa kwa mpinzani wa aina gani, mgumu au mwepesi. Maono yako yametimia sasa. Airport ya Terminal 3, timu pekee ya mpira wa miguu itakayokuwa inasafiri msimu huu mpaka kutamatika ni nyinyi. Niliwaambia vijana waliwaambia shughuli yenu itaishia hapa kwenye makundi. Hamtakanyaga tena Terminal 3. Hamtakanyaga tena Terminal 3. Safari zenu zitakuwa ni Terminal 2, ile kule ya kwenda Mpanda, ya kwenda Sumbawanga, kwenda Mwanza na mikoa mingine ya jirani. Lakini Terminal 3 ni kwa ajili ya Simba Sports Club. Hawakuamini macho yao, lakini sasa
wamesadiki nilichowaambia ya kwamba Terminal 3 it's for Simba Sports Club. Umekuwa mtabiri. Mimi naona mbali. Mimi naona mbali, Diego. Naona mbali. Elimu yako kubwa. Elimu yangu kubwa na nina elimu ya unajimu. Wewe umeshaliona mpaka kombe kwenye elimu yako? Nimeliona. Kombe la Afrika. Nimeliona Msimbazi, nimeliona. Kwa tarehe 17 mnamna ngapi? Unajimu unasemaje tarehe 17? Unajimu ni tofauti na kubeti. Unajimu unacheka. Umeenda ngao kusemaje? Kwanza lazima tutambue ni mechi ngumu. Na hatutegemei kupata matokeo makubwa sana Morocco Berkane. Tunategemea kupata matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi yetu ya marudiano. Mechi yetu ya marudiano tarehe 27 ndiyo kufa au kupona tarehe 25. Kwa mechi hii ya tarehe 17 pale Morocco ni mechi ya kwenda kuweka mipango sawa sawa. Alafu mechi ya marudiano tarehe 25 ndiyo mechi ya kifo na uhai. Either wao ama sisi tarehe 25. Semaji, unafikiri kuna namna mechi hii pia itategemea zaidi pia ubora wa kocha Fadlu, kizingatia kwamba silaha yetu namba 1 ni Mwalimu Fadlu. Mwalimu Fadlu akatengeneze ukuta wa ngome kongwe ambao utawashinda Berkane kuvuka na hatimaye tumalize mechi hii tukiwa na matokeo mazuri. Na matokeo mazuri ni yepi kwa Simba katika mechi hii? Ni bila. Hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa 1-0, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa 2-0, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Ikipita hapo, hayo ni matokeo mabaya. Lakini haya matatu yakitokea ni matokeo mazuri kwetu, na Benjamin Mkapa tunakwenda kuchukua kombe letu. Bwana Mpanzu yuko fiti? Mpanzu yuko fiti. Swali lako hujalimalizia. Of course kwenye ligi tumeona wana Simba wanasema ni kama ameshindikana kukabika. Watu wanatarejea hilo sio swali la watu wanatarajia finali sasa. Hilo sio swali la Mpanzu. Uliza swali unaotaka kuuliza kuhusu Mpanzu.